Wako watu ndani ya Tanzania hii hawajui msamiati wa milo mitatu. Wako watu ndani ya Tanzania hii hawafahamu kubadili nguo. Wako watu ndani ya Tanzania hii hawajui kuongeza salio, hawajui msamiati huo. Wewe Mkristo wa leo ambaye upo hapa, ambaye Mwenyezi Mungu amekujalia unaufahamu msamiati wa milo mitatu, una makabati zaidi ya 4 yamejaa nguo, una simu zaidi ya 4, lakini shukurani yako kwa Mwenyezi Mungu ni ipi? Ipi ni shukurani yako mbele ya Mwenyezi Mungu? Wakristo wa leo wanapenda sana kuonekana wema mbele ya wenzao, wakisahau kwamba hazina yetu sio ya duniani, hazina yetu ni ya mbinguni. Wakristo wa leo wako tayari, akiitwa kwenye kitchen party, akiitwa kwenye send off na harusi, wako tayari kuzikimbilia hizi maiki kwenda kuchangia michango mikubwa sana ili waonekane watu mbele ya wanadamu wenzao. Na wanafanya hivyo kwa tukio la siku moja tu ambalo atakunywa Fanta Passion, wali mweupe, pilau na kiazi kimoja na siku ikaisha. Lakini Mkristo huyo akifika kanisani wakati wa sadaka, kama mikono yake huwa inafahamu, akiingiza mfukoni huwa anatoa hela ndogo kuliko yote, ndio ambayo inamstahili Mwenyezi Mungu. Na huo ndio ukweli, na huo ndio ukweli. Leo Baba Mukasa hapa anatuomba tuandike vikaratasi, vingesomwa hapa, vingesomwa hapa, kila mmoja alichokiandika. Alafu ingekuwa ni send off au harusi, ungeona tofauti yake kubwa sana. Ujumbe wangu kwa Wakristo wenzangu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho ametujalia. Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 11 mpaka wa 19. Wakati Yesu akipita katika miji ya Samaria na Galilaya, anakutana na wale wakoma 10 ambao walihitaji utakaso, na Yesu akawaambia waende kujionesha kwa makuhani kwa ajili ya utakaso huo. Walifanya hivyo. Katika wale 10 aliyerudi kushukuru ni mmoja tu, na Yesu aliuliza, wale 9 wengine wako wapi? Ndugu Mkristo wa leo, Jumatatu hii ya Pasaka, ukiwa unaondoka katika uwanja huu wa Jamhuri, usikubali kuwa sehemu ya wale 9. Muombe Mwenyezi Mungu akujalie roho ya kujali, roho ya kushukuru,